statistic of the world shows otherwise. In the worldwide maps, an estimation of 19.3 million cases occurred in 2020. While in Kenya, from 2012 to 2018, cases increased from 37,000 to 47,887. Seemingly light at the end of the tunnel is foreseen after a group of elderly to young stars took a walk initiated by Girls on a Mission with collaboration with Base Titanium from Diani Chief's Camp to Mvideni Dispensary to sensitize and create awareness on the existence of cancer. At the end of the walk, we meet Abigail Kinyua, a resident from Ukunda. She paints the entire ordeal from the struggles of breast cancer for the past 15 years. She further adds how expensive getting cancer treatment facilities is. Safari imekuwa ngumu. Safari haikuwa rahisi, imekuwa ngumu. Mwanzo naweza sema ni afadhali ile ya 2006 ilikuwa na nafuu, lakini hii ya sasa kwa sababu hii ni ya kurudi, treatment yake ilikuwa pesa nyingi sana. Manake cycle moja ya chemo ilikuwa ni 205,000. Hiyo ni ya siku moja. After every 3 weeks unatakikana tena upate 205,000. Na nimeandago 20 cycles. Kwa hiyo safari haikuwa rahisi. Mama Mariam Charlotte, known by many, is also here. She too paints a vivid description on how her journey as a survivor of cervical cancer since 2007 up to date. Naitwa Jane Oyuaya ama mamake Charlotte Miriam ndio jina ambalo najulikana nalo. Mimi ni mkaaji wa hapa Kona Musa, hapa Ukunda. Nilikuwa na kansa ya cervix mwaka wa 2007 na matibabu yangu nilipata Nairobi, Kenyatta. Na wakati huo kuna mashini ambayo haikuwa kule Kenyatta, mashini ambayo inaitwa ya bichiotherapy ambayo ilinipeleka paka Uganda. Na haikuwa kazi rahisi, kutibu kansa sio rahisi hivyo. Inataka pesa na inataka support, inataka mambo mengi tu, lakini nashukuru Mungu alinisaidia. Kuna watu walisimama nami, watoto wangu na relatives na my friends, na nikapata matibabu na saa hii nikiongea hivi nilipona kansa. Na kile naweza nikasema kwa mwenye ananisikia ni vizuri upimwe na mapema, ujulikane kama uko na kansa na mapema. Kutibu kansa ikijulikana early stage ni bora zaidi, kwa sababu yangu ilijulikana ikiwa 2B. Na hiyo 2B kutibu sio ngumu sana, usingoje. Hiyo ndio kitu naweza nikasema. Stating she had to have around 200,000 in all her 20 circle treatments, her cry to government is to bring the cancer treatment facilities to the grassroots levels. Na ile yenye ningependa kusema ni kwamba kama kungelikuwa na hiyo hospitali yenye tunaambiwa sijui inaanza kujengwa, ingefanywa haraka sana iwezekanavyo, ndio angalau watu wa kansa angalau wapumzike na hizi gharama. Manake sasa hata kama utalipa pesa, lakini angalau hiyo fare ya kwenda na kurudi kila siku Mombasa. Unaenda unaona daktari, unajaza fomu NHIF, unarudi after 1 week tena unaenda unafanya full hemogram, unaenda tena unarudi, alafu siku ya chemo tena unaenda unarudi. Ujumbe wangu ambao nasema, naomba serikali ya county watuletee matibabu hapa karibu, kwa sababu tunapata tabu kwenda mbali. Wenye wako na pesa wanaweza kwenda Aga Khan, lakini kama wengine ambao hawana pesa kwenda Nairobi na kupata pahali pa kuishi sio rahisi. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu na serikali wa county watuletee matibabu karibu, watujengee hospitali na hizi vitu vyote ambao inatakikana kupimwa watuletee hapa karibu, ili watu wasipate tabu ambao tunapata. On the flip side, colon cancer has affected Buzz Keith David. She states to walk with an ileostomy bag, which costs around 1,500, which enables the collection of waste product from outside her body, which usually passes through the large intestine, has become part of her life. Mimi nilipata colon cancer 2013, nikatibiwa, lakini mwishowe tuko na shida sisi watu wa colon cancer kwa sababu ya hizi bags. Kuna watu wanakufa manyumbani wakiwa na hizi bags, wanatumia paper bags, na iliposimamishwa ndio unaona hawajafika hapa. Kwa hivyo tuna shida ya hizi bags, na matibabu pia ni ya juu sana kwa sababu kujulikana yake ni ngumu.
na chemotherapy na radiotherapy pia ni bei ya juu. Tungeomba serikali yetu itulete hizi mashini hapa kwetu karibu ili watu wengi waokolewe, kwa sababu wale tulikuwa nao wengi wametuacha, na tunaomba serikali ituangalie, kwa sababu hii si kitu rahisi, ni mtihani mkubwa sana. Hata ukiona saa ile nimevaa ni kuonesha ya kuwa kutumia hii kitu si rahisi kwa mwili yako. While Martha Josh is also a survivor of colon cancer, having to walk with an colonoscopy bag which collects fecal matters from digestive tract through an open in the abdominal wall called ostomata is a daily routine, but according to them, there is still hope after diagnosis. Naishi hapa Diani. Mimi nilipatwa na colon cancer last year October, but the thing is we need to go for early diagnosis, because for me it started like constipation. Ikawa ni constipation, every time nikienda hospitali napatiwa tu stool softeners, of which mi nilikuwa najua ni natibu constipation. So ikafika mahali nakuwa na mpaka uvimbe kwa tumbo, naogopa kula, nikaanza kukua weak. So I had to go for thorough test. Nikaenda Mombasa Aga Khan, nikafanyiwa MRI, nikafanyiwa CT scan, hakukuwa kunapatikana chochote. So they had to do a colonoscopy whereby they put a camera from your mouth to your anal area. So that's when wakapata niko na shida kwa colon. So they had to divert my waste so that I excrete through the colon bag. It was my first time and it was a shocker, because nilikuwa na imagine nitakuwa natembea na choo, lakini you can still make it in life. There is hope. For me, nimefurahi kwa sababu this thing have really saved my life. Just in Kwale County, around 250 cancer survivors resides there, as per the Ministry of Health Statistics in Kwale. Subsequently, Edith Waziri, chair of Girl on a Mission, echoed every 30th October is a day that they initiate to create awareness through the cancer walk and medical screening on cervical, prostate, colorectal and breast cancer. She further adds cultural beliefs of witchcraft should not be the case in the community. This thought could lead many to succumb to cancer. Girls on a Mission is a community-based organization here in Kwale that was set up in the year 2015. We have two objectives. We work mainly with menstrual health hygiene, and one of our key activities in October is to create awareness on cancer. And this is the 6th year running that we have had. We are having this walk. And why did we come up with this? Is that one of our former chairladies succumbed to cancer, and the cost of treatment, especially on what we went through to keep her alive till about 2 years ago, was quite high. And one of the things that we've done to do that is that we've created a support group called Keep Hope Alive Group. The Keep Hope Alive Group that was launched last year during our walk has enrolled and has about more than 40 survivors at the moment. They are victors, they are victorious, and we have brought along them, and they bring their families along just to keep hope alive. And that's what essentially that we are trying to preach today. But one of the things about the medical wellness and this cancer is and the work today is to create an awareness and tell people that early detection equals hope, and if you are detected early, then there is hope for you. So basically that's why we set this up, and that's why we are here for the 7th year running. There's a cultural belief that cancer ni kurogwa. It's not, there's that myth, but if it's detected early, there's hope for you. We have survivors that you have seen here that have lived for more than 15 years over the same. Knowing that it exists, it's not enough. A calling has been done by various cancer survivors as well as different organizations concerning the cancer treatment facility to be at least in every county in the country. Reporting for Al Shifar TV, I'm Dalila Hamza in Kwale County.